السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دعوته حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na baada ya kustaka rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma, naye sio mwingine bali ni nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Islam, sujet yetu ya leo, mada ambayo tutaizungumzia kwa leo, tunataka kuzungumzia kuhusiana na al-infaq, kutoa. Mada ya leo itakuwa ni kuhusiana na kutoa katika njia yake Allah, kutoa sadaka, kusaidia katika mambo ya khairi. Hii ndio itakuwa mada yetu ya leo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe ili tuweze kuzungumzia hii mada ambayo ni muhimu sana, na lengo la sisi kuizungumzia hii mada, hadaf, objective ya kuizungumzia hii mada ya kutoa, lengo letu ni kwamba ni kusutenir projet ya masomo. Lengo la kuzungumzia mada ya kutoa, nafikiri watu walipokuwa wakiingia pale kwenye barieru, kiingia tu kudroiti yako kama unatokea lwa nje, utakuta kuko washatwekea pale tangazo kusutenir mambo ya masomo. Na nyinyi mnajua vizuri Waislamu umuhimu wa kusoma katika Uislamu. Sisi Waislamu, elimu kwetu sisi Waislamu, elimu ndiyo dini na dini ndiyo elimu. Sisi Waislamu, na repete tena, elimu, science, masomo kwetu sisi Waislamu, masomo na kusoma ndiyo dini na dini ndiyo elimu. Hii ndio selon sisi Waislamu. Na ndio maana unakuta aya ya kwanza kumshukia nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya ya kwanza ambayo ilishuka kwa mara ya kwanza, Qur'ani ya kwanza kumshukia nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haikuja kumwambia kwamba enyi mlioamini msali. Aya ya kwanza haikutuamrisha kusali. Wala aya ya kwanza kumshukia nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikuwa kwamba jamani mwende mkahiji Maka.
au fungeni. Hii haikuwa aya ya kwanza kumshukia nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali aya ya kwanza kumshukia nabii wetu Muhammad ilikuwa soma, iqra, iqra, soma, bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye kaumba. Angalia umuhimu wa kusoma, angalia importance ya kusoma. Verse ya kwanza haikuja kutuambia tuswali, verse ya kwanza haikuja kutuambia tufunge, verse ya kwanza haikuja kutuambia twende tukahiji Maka, lakini verse ya kwanza katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuja kumwambia mtu soma, iqra, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa hiyo kumbe unakuta kwamba elimu kwetu sisi Waislamu ndio dini na dini ndio elimu, au tabisepare vile vitu viwili. Kama wewe huna ilmu hautasali vizuri, wewe kama huna ilmu hutofunga vizuri, utakuwa unakaa na njaa unafikiri umefunga lakini huna siyam. Wewe kama huna ilmu hutojua namna gani ya kufanya haji. Kwa hiyo kumbe unakuta kwamba ndio maana aya ya kwanza ambayo imemshukia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo yenye kuonyesha umuhimu mkubwa sana wa connaissance, ilikuwa ni iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye kaumba. Kwa hiyo hii ndio objective. Kwa nini leo tunataka tuzungumzie hii mada ya kutoa juu ya kuwaencourage Waislamu kwenye hiyo projet ambayo tumeiona ambayo iko pale nje. Tutaielezea mdetail yake kumwisho, lakini kwanza tujue objective ya kuizungumzia hii khutba ya leo ni ili kuhamasisha, kuencourager Waislamu tuingize mikono mfukoni pour que tu soutenir ile projet ya masomo, projet ya madrasa ambayo kila mmoja aliona kwa kule nchi. Kwa hiyo bila kuchelewa tuelezee sasa mapoint ambayo tutaizungumzia katika sujet yetu ya kusoma. Mapoint yetu itakuwa ni 3 tu. Tutakuwa na pointi 3 ambazo tutazizungumzia katika hii projet mzima ya kusoma. Point ya kwanza ambayo tutaizungumzia itakuwa tutaonyesha kiasi gani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijiankete kuhusiana na mambo ya Uislamu. Mtume alikuwa akijihusisha sana panapokuwa matatizo katika Uislamu. Mtume alikuwa hainyoree, Mtume alikuwa haifumbie macho, Mtume alikuwa akijali mambo ya Uislamu. Mtume alikuwa ajihusishe tu yeye na familia na watoto kisha basi, bali alikuwa akijihusisha panapokuwa maproblema ambayo inatushe community, inawatushe Uislamu. Mtume alikuwa akitafuta solution namna gani ya kuresoudre hiyo problem. Ndio itakuwa point ya kwanza, ihtimamu nabii sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mambo ya Uislamu, mpaka yeye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, anasema kwamba man lam yahtam bi umuri almuslimin falaysa minhum, yule ambaye hajali mambo ya Uislamu, anajijali ni yeye peke yake tu, anajali ni familia yake tu, lakini hajali mambo ambayo maproblema ambayo inawahusu Uislamu, basi yule sio katika hao. Kwa hiyo tutaona kiasi gani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijali kuhusiana na mambo ya Uislamu, ili atupe mimi na wewe lesson kwamba na sisi tumkopie Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Hiyo itakuwa ni point ya kwanza. Point ya pili ambayo tutazungumzia itakuwa pamoja kuwa unasaidia, lakini usisahau malipo ambayo utakaoipata wewe ni kubwa sana mbele yake Allah. Pamoja kwamba utajikuta kama nimemsaidia maskini fulani na mimi nimechangia katika projet fulani ya Kiislamu, usisahau, usifikiri pesa zako zinapungua. Malipo ambayo inakusubiri ni malipo makubwa sana. Faida ya kule kutoa kwako ni faida kubwa sana. Kwa hiyo tutazungumzia faida ya kutoa, ndio itakuwa pointi yetu ya pili. Point ya kwanza, inquiétude ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo yanawahusu Waislamu. Point ya pili, faida ya kule kutoa kwako katika mambo ya kheri, katika mambo ambayo yanawahusu Waislamu, ndio itakuwa point ya pili. Na point ya tatu, yani watu wanaposhirikiana pamoja katika projet,
mnaposhirikiana pamoja katika proje, huwa inaleta matarajio ya mafanikio kuliko mtu anapokuwa yuko peke yake. So mtu akiwa peke yake, yeye tu ndo anatoa, huwa inafikia muda mtu anachoka. Lakini mkishirikiana pamoja, huyu anakuja, inaleta matarajio ya nini? Inaleta matarajio ya receipt, inaleta matarajio ya mafanikio. Kwa hiyo hii ndio itakuwa point ya tatu. Hii kushirikiana pamoja ndio fikra ya Kiislamu. Haina kumwacha mtu peke yake, yeye tu, hapana. Fikra ya Kiislamu ni kushirikiana pamoja katika mambo ya maendeleo. Hii ndio itakuwa point ya tatu. Kwa hiyo hebu tuingie kwenye point ya kwanza. Maana naona introduction yenyewe tu inanichukua muda mrefu. Tuna introduction ili ieleweke. Tunatafuta kwa nini leo tunachagua somo kama hili la kuhamasisha watu waingize mikono mifukoni, watoe, wachangie hiyo projet ambayo tunaiona pale nje. Tutaielezea projet kama ina fonctionner, na viongozi ambao wanasimamia projet inshallah tutawasimamisha hata kwa dakika kidogo tu wajielezee wenyewe baada ya swala inshallah. Tukija kwenye pointi ya kwanza, ihtimamu nabii sallallahu alaihi wasallam bi umuri almuslimin. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kijali sana mambo ya Uislamu. Angalia, kuna siku sahaba mmoja anatuambia kulikuja watu min Mudar, kulikuja watu katika kabila ambalo linaitwa la Mudar, ni kabila katika kabila za Kiarabu. Hawa watu wamekuja pale Madina kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hufat, yani hawana viatu, urat, hawana mavazi, bimaana wamevaa tu, lakini unaangalia tu mwenyewe unasema hawa hawana, hii sio mavazi. Ukiwatazama, huyo rawi anatuambia, mpokezi wa hadithi anatuambia kwamba yura alaihim atharul faqr, yani ukiwatazama unaona kabisa hawa wamepigika na umaskini. Walipokuja Madina kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatama'ara wajhu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, uso Bwana Mtume kubadilika, ihmarra wajhu. Mtume alipoona hali kama hiyo, Uislamu katika hali kama hii, fataghayyar, uso Bwana Mtume kubadilika kwa hasira. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipobadilika mpaka mishipa yake ya shingo ikavimba kutokana na yani alivyoathirika Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume alikuwa akikasirika, yani kulikuwa kuna vein, mshipa, yani vein ulikuwa ukivimba kwa hapa hivi kwenye uso wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Bwana Mtume akabadilika kabisa alivyoona hali kama hiyo ya Uislamu. Bwana Mtume akamwambia Bilal, ya Bilal, adhin linnas, niitie watu. Fajumia an-nas, watu wakakusanywa. Walipofika, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya mimbar, akasoma aya ya Qur'an, akasoma ya ayuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu muogopeni Mwenyezi Mungu ambaye kakuumbeni kwa nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na kwenye hiyo nafsi moja Mungu akaumba mwanamke kwenye hiyo nafsi moja, yani kupitia Adam akatolewa nani Adam. Kisha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na kupitia hawa watu wawili Nabi Adam na mke wake Hawa, Mwenyezi Mungu akaeneza wanaume wengi na wanawake. Ndio Mungu anamalizia aya anasema, wattaqullah, mwogopeni Mwenyezi Mungu, alladhi tasaaluna bihi, mwogopeni Mwenyezi Mungu ambaye kupitia yeye mnakuwa mkiombana nyinyi wenyewe kwa wenyewe, kupitia undugu ambao mko nao, kwa sababu kullukum min adam wa adam min turab, nyote mnatokana na Nabii Adam, bimaana nyote ni ndugu. Na mwogopeni Mwenyezi Mungu kupitia yeye mnakuwa mkiombana, na kupitia undugu ambao uko baina yenu nyinyi wenyewe kwa wenyewe mnakuwa mkiombana. Mtume akachukua aya ya pili akasema kwamba ittaqullah, enyi mlioamini mwogopeni Mwenyezi Mungu, waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin, na kila mmoja aangalie umetanguliza nini kwa ajili ya kesho.
Baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusoma hizi aya, kisha mtume akaencourage sasa watu, yani kama hivi tunavyofanya sisi leo. Baada ya bwana mtume kuwasomea watu zile aya, mtume akawaencourage, akawaambia kwamba mwenye kuwa na tende alete, mwenye kuwa na mavazi alete, mwenye kuwa na chakula alete. Mtume akaencourage. Baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuencourage watu watoe, watu wakakimbia katika majumba zao, wakakimbia, watende akaleta, wa chakula akaleta, mpaka ikawekwa mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawekwa yani lundo mbili, lundo ya chakula na lundo ya mavazi kajaa. Mtume alipoona chakula kinakuwa ni kingi mbele kwake, mavazi inakuwa ni mengi, fatahallala wajhu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, uso bwana mtume kwa meremeta kwa furaha, uso kang'aa kwa furaha, mpaka tunaambiwa uso wa bwana mtume uling'aa kakitu atu badri, yani uso na meremeta utafikiri ni kipande cha mwezi. Alivyofurahi bwana mtume, vile Waislamu walivyojitolea kuwasaidia Waislamu wenzao. Kisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yaum alqiyama. Atakayeanzisha katika Uislamu, unaanzisha katika Uislamu jambo zuri, yani kama vile vijana ambao wameanzisha hii projet ya masomo ambayo tutaielezea, ni vijana wala sio hata mashekh, lakini kwa sababu ya susi ya umma wao wa Kiislamu wameanzisha jambo zuri. Ndio bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, yule mwenye kuanzisha jambo nzuri atapata ujira, na atapata ujira wa wale wote ambao watakaomkopi katika hiyo jambo zuri ila yaumil qiyama, hadi siku ya kiyama. Imagine, yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajaribu kuwaonyesha wale ambao waliotoa pale kwamba kwa hii action ambayo mko naifanya hapa hivi, wote ambao watakao kuigeni nyinyi katika kutoa katika mambo ya khairi, wote watakao kuigeni nyinyi, basi nyinyi mtapata malipo ya hao ambao watakao kuigeni hadi siku ya kiyama. Na ndio vile vile hata sisi insha Allah, baada ya kuelezea projet kwa wale wote ambao watakao contribute, kwa sababu ni jambo ambalo kwa kweli kwetu hapa Lubumbashi, hii projet ni projet naweza nikasema ipo, lakini kana kwamba haipo. Kwa hiyo kwa sisi ambao insha Allah tukijitolea kuisuteniri hii projet ambayo tutaisema insha Allah, hii projet ya masomo, wallahi wote ambao watakaoiga mfano huu, na sisi tutapata malipo hadi siku ya kiyama. Kwa hiyo mtume akafurahi alipoona mchango mkubwa ambao uliotolewa. Kisha mtume fatawajjaha ilaina, mtume akawaelekea masahaba, akawaeleza kwamba hakadha kunu, hivi ndivyo, yani kuweni hivi ndivyo mnatakikana kuwa. Panapokuwa mambo ya maendeleo ya Kiislamu, msikuwe tu wa baridi. Na hasa ndugu zangu wa Kongomani, mnisamehe, tuna matatizo sisi. Tunazoea kupokea lakini hatuzoei kutoa. Tuna matatizo. Panapokuwa mambo ya maendeleo, jamani, kujenga msikiti, Waarabu watakuja kujenga. Mkongomani wewe hupataki pesa? Pesa Kongole wewe hupataki pesa? Kwa sababu wewe ukiangalia hata projet ya kujenga msikiti, utakuta msikiti fulani ni wa Arabu, msikiti fulani wa Tanzania, msikiti fulani wa Somali, msikiti fulani wa Hindi. Kongole, pesa zako zinaendaka wapi? Wallahi, na sisi tuonyeshe mfano kama huo tunapata pesa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hii hadithi ambayo natoka kuisoma, anasema hakadha kunu, hivi ndivyo mnatakikana kuwa. Wakongomani, hivi ndivyo mnatakikana kuwa. Panapokuwa mambo ya maendeleo, tusiwe bakhili na tusiwe nyuma, na tuonyeshe mkono wetu kwamba insha Allah na sisi tunakontribute katika ile jambo la maendeleo. Hivi ndivyo alivyotufundisha nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ilikuwa ni point ya kwanza, na labda tunaweza kuleta mfano mwingine. Kwenye mfano huu nataka turetenir hii point kwenye hii hadithi ya kwanza. Hakadha kunu, mtume anatuambia hivi ndivyo mnatakikana kuwa, muwe na mkono mrefu wa kuchangia katika mambo ya maendeleo. Turetenir hiyo point. Nabeba mfano wa pili kwenye point yangu hiyo ya kwanza. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inquiétude yake juu ya mambo ya Uislamu
Imagine kulikuwa kuna watu wanatoka Makka wanakuja pale Madina, hawana na sehemu ya kukaa, hawana na sehemu ya kula. Bwana Mtume Muhammad akawachukua akawaloje. Unajua Mtume aliwaloje wapi? Aliwaweka wapi? Kwenye village mbali kabisa? La, Mtume aliwaweka nyuma ya msikiti, yani nyuma ya nyumba yake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaweka nyumba msikiti, ili pakija sadaka anawafikishia, pakija mavazi anawafikishia, pakija mchango wote anawafikishia. Wale watu walikuwa kitu ashabu sufa. Mtume aliwaloje karibu na yeye. Angalia inquiétude Bwana Mtume, ili aanze kuangalia wanaendeleaje, wanaevolue vipi. Angalia vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kijali mambo ya watu. Sasa katika hao watu ambao walikuwa kwa loje, kuna sahaba mmoja ambaye anaitwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala. Abu Huraira ni katika masahaba ambao walikuwa pale ashabu sufa. Anaelezea huyu Abu Huraira kwamba kulikuwa unafikia mida mingine njaa ilikuwa inampiga kisawasawa Abu Huraira, kwa sababu hawana nafasi, hawana na revenue, hawana na chakula. Kuna mida ilikuwa nafikia kwamba njaa inampiga. Kwa sababu ya ukali wa njaa, Abu Huraira anasema alikuwa akianguka anazimia. Watu wakimwangalia Abu Huraira ameanguka barabarani wanasema jamani, Abu Huraira kama chizi. Imagine njaa inampiga mtu anadondoka mpaka watu wanafikiri labda ni chizi. Kumbe sio chizi, sio wazimu, bali ni njaa ndio ina exaggerate degree. Sasa siku moja Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ana njaa ishampiga na piga mahesabu. Unaona kuna watu wengine wanakuwa hawazoei kuomba, lakini yupo kwenye shida, yupo kwenye matatizo, lakini hazoei kuomba. Kwa hiyo Abu Huraira ni katika hao watu hazoei kuomba, lakini njaa inapita degree, atafanyaje Abu Huraira? Akaanza kufanya, mtu akipita Abu Huraira anamsomea Qur'an. Ambaye bwana, naweza nikakusomea Qur'an kidogo, msomea Qur'an. Sasa aya gani ambazo Abu Huraira alikuwa akizichagua? Anachagua zile aya ambazo zinazungumzia mtu kutoa, ndio anamsomea mtu. Mara alipopita Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Huraira akamwambia, ya Umar, da'ali aqra ilayka alquran, yani nikusomee Qur'an kidogo. Abu Huraira akaanza kumsomea Qur'an, wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum, yani toweni katika ile mazuri ambayo mnayoyachuma, toweni katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hamuombi, lakini anamsomea aya ambazo zinaonyesha yani watu watoe sadaka. Umar akaona alisomea ni Qur'an, akamwambia jazakallahu khairan, akaenda zake, kwa sababu hakumuomba nimsomee nini, ni Qur'an. Mara akapita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar alipopita, Abu Huraira akamwambia, yani dali, yani akra alayka alquran, kusomea Qur'an. Abu Huraira akachukua zile aya za kumencourage mtu kutoa. Abu Huraira akamsomea, wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toweni katika vile vizuri ambazo Mungu, yale mazuri ambayo mliyachuma, toweni katika njia ya Mwenyezi Mungu. Abu Bakar akamuelewa kama jamaa ananisomea hii aya ni kama ananiomba huyu hapa. Indirectly jamaa yuko nafanya, jamaa naomba. Abu Bakar akamwambia, wallahi yani fi baiti, yani sina chochote nyumbani. Haya Abu Huraira, sina chochote nyumbani. Basi Abu Bakar naye akapita. Mara akapita nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipopita nabii Muhammad, alivoona tu, unajua adh-dhahir unwanul batin, yani apparent, mtu vile anavyoonekana inakuwa ni alama ambayo inaonyesha ndani mwake mko nini. So unaweza kuona kana mtu unaongea naye, lakini unamwona tu anatafuta kuondoka, hata kama asemi anatafuta kuondoka, lakini apparently utaona tu kama jamaa anatafuta kufanya, anatafuta kuondoka. Kwa hiyo mtume alivyoona tu hali ya Abu Huraira akajua huyu ana shida. Mtume akamwambia, ya Abu Huraira taali, ya Abu Huraira, ya Abu Huraira njoo twenzetu nyumbani. Wakaenda na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyumbani. Walipofika Mtume akauliza nyumbani kwake, hivi kuna chakula chochote nyumbani? Wakamwambia hakuna chakula, kuna kikombe tu cha maziwa. Mtume akamwambia Abu Huraira, Abu Huraira, kuna kikombe cha maziwa, kuna kikombe cha maziwa. Abu Huraira, nenda kawaite jamaa wengine wa Sufa, ud'u ashaba Sufa, nenda kawaite na wao kuje tushiriki pamoja kwenye hiki kikombe kimoja cha maziwa. Abu Huraira akamwambia Mtume, ya Rasulullah, wako 100 hao, kikombe hitoenea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Abu Huraira, nahnu la naakul wahdana wala nashrab wahdana. Ewe Abu Huraira, sisi Waislamu tunakuwa hatuli wenyewe wala tunakuwa hatunywi wenyewe.
Yani sisi Waislamu, yani hautakuwa unakula tu peke yako. Abu Huraira nendo kawaite ashabu sufa. Abu Huraira kawa na choice, glass ni moja tu. Abu Huraira kenda kuwaita ashabu sufa wote, lundo ya watu kaja wakamwagika pale nyumbani kwa Bwana Mtume Muhammad. Walipofika kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira ndani ya nafsi yake anajua hapa Mtume ataniambia tu mimi ni waservir. Mara Mtume akamwambia Abu Huraira, iskihim ya Abu Huraira, ewe Abu Huraira, wapi wakunywe maziwa? Basi Abu Huraira akachukua kikombe, yani ile veri ya maji ile, akaanza ile maziwa anaopatia, anakunywa. Mtu akimaliza kunywa, Abu Huraira anaitikisha kidogo hivi, imeisha au kingali nyingine, anampatia mtu mwingine hivyo, akimrudishia anaitikisha hivi, kingali au imeisha. Abu Huraira anasema wallahi wote ambao walifika nyumbani kwa Bwana Mtume wote walikunywa kwenye kile kikombe. Ilikuwa ni muujiza. Ilikuwa ni muujiza wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu iwezekane ver moja, yani watu karibia 170 wote wafanye wakunywa kwenye ver moja. Wote wakamaliza kunywa, kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamueleza Abu Huraira, ya Abu Huraira, iski ya Abu Huraira, kunywa sasa. Abu Huraira akakunywa, anakunywa. Mtume anamwambia kunywa ya Abu Huraira, na kunywa. Mtume anamwambia tena kunywa ya Abu Huraira. Abu Huraira anasema ya Rasulullah, tumboni hamna tena nafasi ya kuweka chakula, hamna tena nafasi ya kuweka maji. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya Abu Huraira, unzur, angalia pindi tulipowalisha wao na sisi tumekula. Angalia pindi tulipowalisha wao na sisi tumekula. Kwa hiyo unapokuwa unamsaidia mtu, unapomjali mtu, kunakuwa baraka pia kwako. Usifikiri kwamba ndio unaishiwa, bali ni mlango wa baraka ambao unaufungua mwenyewe. Kwa hiyo tasimama hapo kwenye hiyo pointi ya kwanza. Na repete tena, kwenye hadithi ya kwanza Mtume alitukonsea hakadha kunu, hivi ndivyo kuweni panapokuwa mambo ya Uislamu, mjali. Na hadithi ya pili, leso ambayo tunatafuta tutire pale, Mtume anatuambia kwamba ya Abu Huraira, nahnu la naakul wahdana, sisi tunakuwa hatuli tu sisi wenyewe. Kwa navuka kwenye pointi ya kwanza ndugu zangu. Nikija kwenye pointi ya pili, pamoja kwamba utasaidia mtu, pamoja kwamba utamjali mtu, utasaidia katika njia ya Mwenyezi Mungu, utasaidia katika masomo, utasaidia mwenye kuwa na njaa, utamvika yule ambaye hana mavazi. Pamoja kama utasaidia, usifikiri tu kwamba unasaidia, bali malipo ya hiyo action ya kusaidia wallahi ni kubwa sana, na yote inarudi kwako wewe. Yani usione kwamba nimemfanyia favor, wallahi umejifanyia wewe favor kuliko vile ulivyomfanyia yeye favor. Angalia malipo ya mtu mwenye kutoa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea katika hadithi, anasema man tasaddaqa bi'adli tamra, yani ule mwenye kutoa tende kidogo tu, min kasbin tayyib, katika pato lake la halali. Unatoa sadaka katika revenue yako ya halali, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yakbalu Allahu illa tayyiba, Mungu anakuwa hakubali isipokuwa vitu vya halali, vitu vizuri. Kwa hiyo mwenye kutoa katika revenue yake ya halali, anamsaidia maskini au anasaidia proje ya maendeleo ya dini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, fa innahu, Mwenyezi Mungu yurabbihi lahu, Mungu huwa anakuza ile thawabu yake. Ulitoa ni kitu kidogo, lakini Mungu anakikuza. Mtume analeta anafananisha, anasema kama yurabbi ahadukum fuluwa, kama vile mmoja wenu anavyokuwa akilea kitoto cha mbuzi, unakilea kio kidogo, kinakuwa kikubwa. Ndio vile vile unapotoa sadaka wewe, Mungu anaikuza ile sadaka, anaikuza mpaka inakuwa ni kubwa. Ukija siku ya kiyama unakuta ni milima ya thawabu, na hali ya kwa ulitoa ni kitu kidogo tu. Angalia malipo ya kutoa. Malipo ya kutoa utakuta ni milima ya thawabu kwenye mizani yako siku ya kiyama. Hii ni moja. Angalia malipo mengine ya kutoa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika malipo ya kutoa, anasema unasamehewa dhambi. Katika malipo ya kutoa, Mungu anakusamehe madhambi, na Mungu kama alikuwa amekukasirikia kwa kutoa tu sadaka, kwa kutoa unaingiza mkono unatoa sadaka, kama ni dola 10, kama ni dola 20, kama ni dola 100, kwa kutoa tu, basi moja kwa moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakufutia dhambi, na moja kwa moja Mungu kama alikuwa amekukasirikia hasira, Mungu anaondoa hasira yake kwako.
labda mabalaa ingekufikia, labda ungepata aksida moja maajabu, lakini Mungu anakuokoa kwa sababu tu ulitoa. Labda ungepata kifo kibaya, ungepata suul khatima, lakini kwa kuwa ulitoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuepusha na kifo kibaya. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, yani mwenye kutoa anasema as-sadaqa, sadaka tutfi'u ghadabur rabbi, sadaka huwa inazima asira ya Mwenyezi Mungu. Sadaka huwa inazima asira ya Mungu. Labda balaa ingekufikia, lakini Mungu akizima ile asira yake, anaondoa asira yake, balaa itakufikia, aksida itakufikia, kifo kibaya kitakufikia. Labda yani mtoto wako ungepatikana kwenye problem moja kubwa, haitomfikia tu kwa sababu ya sadaka ambayo uliotoa. Angalia faida. Bimaana sio tu usiangalie tu kwenye engo kama unasaidia, bali angalia pia faida ambazo utakazozipata. Faida nyingine ya kutoa sadaka ni kwamba ni sababu ya mtu kupona katika magonjwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, anasema dawa mardakum bisadaqa, tunzeni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka. Dawa mardakum, tunzeni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka. Wallahi, ukiwa uko na mzazi hospitalini ambaye kupona kwake kuko kugumu, toa sadaka. Toa sadaka kwa yakini, wallahi Mungu atampatia shifa. Ukiwa uko na mtoto ambaye ana magonjwa ambayo ushazunguka naye sehemu zote lakini haponi, Mtume hawezi kusema uongo. Wallahi, toa sadaka kwa nia kwamba ya Rabbi, hii sadaka mwana itoa kwa ajili ya mtoto wangu ambaye nishasumbuka sana juu ya magonjwa yake. Wallahi, kwa hiyo yakini ukitoa mtoto atapona. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio anatuambia kwamba dawa mardakum bisadaqa, tunzeni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka. Angalia faida, usiangalie tu malaika. Unakuwa unapata malaika wanakuombea dua. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, anasema ma min yawmin yusbihu fihi alibad, hakuna siku yoyote ambao watu huwa wanaamka illa wa malakani yanzilani, isipokuwa huwa kuna malaika wawili wanashuka. Malaika mmoja huwa anasema Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Mwenyezi Mungu mpe yule mwenye kutoa, mpe badala ambao ni bora zaidi kuliko ambao aliyoitoa. Na malaika mwingine huwa anasema Allahumma a'ti mumsikan talafa, Mwenyezi Mungu mpe yule mwenye kubana, haribu mambo yake, haribu maproje yake. Imagine upate dua ya malaika kwa sababu una mkono mgumu, wewe ni beton ya kutoa. Imagine upate dua mbaya ya malaika. Wallahi, hapa inabidi nizungumzie pia pointi moja. Parfois tunaweza kutonajikuta sisi Wakongomani, kwa nini hatuendelee? Ukienda katika nchi za wenzetu unaweza kukuta wako wachache lakini they are very powerful, wako very strong katika Uislamu wao. Kwa nini? Kwa sababu wana kawaida ya kutoa, basi maendeleo yanapatikana, wanapata dua za malaika, baraka zinaendelea katika mambo yao. Lakini sisi tunakuwa tuna kawaida ya kubana, tunabana, kumbe tu tunapata dua za malaika kwamba waharibikiwe, mambo yao yaharibike, ndio maana hatuna maendeleo. Ni pointi pia inabidi tuifikirie. Ni pointi lazima tuifikirie ukitaka maendeleo katika maisha yako, ili uweze kupata kila siku dua. Imagine dua ya malaika inaweza kuwa rejete mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo uwe na kawaida ya kutoa. Faida nyingine ya kutoa ni kwamba najatu min nari jahannam, utaokoka usiingie katika moto wa jahannam. Nani katika sisi hapa ambaye ana uwezo wa kustahamili kukaa ndani ya jahannam dakika moja? Nani katika sisi? Nani katika sisi ambaye ana uwezo wa kustahamili moto wa jahannam dakika moja? Solution ukitafuta Mungu akuokoe na moto wa jahannam, toa sadaka. Toa sadaka, kuwa na mkono wa kutoa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, anasema ma minkum min ahad, hakuna yoyote katika nyinyi, hakuna hata mtu mmoja, hakuna yoyote katika nyinyi illa wasayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa ataongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakutakuwa interpret entre wewe na Mwenyezi Mungu. Hakuna yoyote katika nyinyi isipokuwa ataongea na Mwenyezi Mungu, wala hakutakuwa kumtafsiria Mungu. Mungu anajua lugha zote. Ndio Mtume anaendelea anasema, huyu mtu fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam, mtu ataangalia kwenye upande wa mkono wake wa kulia, hataona isipokuwa ni matendo ambayo aliyatanguliza mwenyewe alipokuwa duniani.
na ataangalia kwenye mkono wake wa kusoto, hataona chochote isipokuwa atakachokiona ni yale matendo ambayo kama ni mazuri kama ni mabaya ambayo yeye mwenyewe aliyatanguliza katika dunia. Kisha Mtume anasema yanzur amamahu fala yara illa an-nar, na atatazama mbeleni kwake hataona isipokuwa ataona ni moto. Huku matendo yako kumbele ni moto. Tufanyeje ili tuokoke ya Rasulullah? Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatupa solution, anasema fattaqun nara walau bishiqqi tamra, fattaqun nara walau bishiqqi tamra, ogopeni moto, wekeni pazia baina yenu nyinyi na moto jahannam, japo kwa kutoa tende tu. Angalia sadaka. Wallahi sadaka unapotoa inakuwa ni sababu wewe usiingie katika moto jahannam. Unajiwekea pazia baina yako wewe na jahannam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ilikuwa ni pointi yetu ya pili, kukuonyesha kwamba usiangalie tu kwamba unasaidia, usiangalie tu kwamba unasaidia katika maproje za maendeleo ya Kiislamu, bali angalia pia faida ambazo zinazorudi kwako mwenyewe. Faida ni kubwa, malipo ni makubwa wallahi. Tukemee ile ubakhili katika nafsi zetu, tuwe na mkono wa kutoa. Kwa hiyo ilikuwa ni pointi ya pili, nitasimama hapo, kisha pointi ya tatu taizungumza baada jilsatil istiraha. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum.